Wiki hii michezoni tumeshuhudia mengi, tukianza na taarifa ya shirikisho la riadha duniani kukataa maombi ya wanariadha 11 waliotaka kubadilisha uraia na kujiunga na taifa la Uturuki. Wakenya katika orodha hiyo ni 5, akiwemo mshikilizi wa zamani wa rekodi ya dunia kwenye marathon kwa wanawake Brigid Kosgei, pamoja na wanariadha wengine kutoka Jamaica, Nigeria na Urusi. Na kwingineko, bingwa wa Olimpiki kwenye marathon Peres Jepchirchir amejiondoa katika mashindano ya London Marathon kutokana na jeraha. Na barani Afrika sasa ni rasmi kwamba katika mashindano ya klabu bingwa bara Afrika, timu ya AS FAR Rabat kutoka Morocco itakuwa inamenyana na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini katika fainali. Wakati huo katika mashindano ya kombe la klabu bingwa bara Ulaya, wiki hii pia tulijua timu 4 ambazo zitamenyana kwenye nusu fainali. Arsenal ya Uingereza itakuwa inakutana na Atletico Madrid ya Hispania, wakati huo PSG ya Ufaransa ikimenyana na Bayern Munich ya Ujerumani. Na katika taarifa zilizohusiana na kombe la dunia, shirikisho la soka duniani FIFA wamejibu ukosoaji wa gavana wa New Jersey Mickey Sherrill kuhusiana na kupanda kwa gharama za usafiri kuelekea mashindano ya kombe la dunia. Sasa mashabiki watalazimika kulipa dola 150 kwa safari ya dakika 30 kwenye treni kutoka New York City mpaka MetLife Stadium. Lakini pia katika basi, wazee na watoto hawajasazwa kwa sababu watalazimika kulipa dola 80 kwa safari.